This day is very long. Ibada ya shukrani Is a thanksgiving. lakini pia ni ibada ambayo tunakwenda kuoshwa miguu siku ya We leo. are going to be foot washed. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Unapomshukuru Mungu When you thank God, anafanya makubwa zaidi. He does great things. Na unamshukuru Mungu hata kwa yale ambayo bado hajayafanya. You also thank God even for the things He has not yet done. Na unapofanya hivyo inakuwa ni heri kwako. And when you do so, it becomes Katika well. jina la Yesu. In Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Labda nianze tu kwa kurudia kwamba tamko la mwezi huu wa Oktoba, The declaration of the month of October. kwanza tujue linahusiana mambo ya kustawi. This declaration is all about success. Na nasema mimi ni wa juu tu, It says, I belong to the top. ambao liko kwenye Yohana sura ile ya 3 mstari wa 31. We found in the book of John chapter 3 verse Ili tuwe 31. pamoja, So that we can move kana wewe together. hujaonekana hapa muda, Maybe wewe huelewi kinachoendelea. You are not here in the middle. Kwamba sisi tunajikumbusha kwamba sisi ni wa juu tu. We remind ourselves that we belong to the top. Haleluya. Hallelujah. Na Bwana Yesu akasema, And Jesus said, anayetoka juu ni wa juu. He comes from above is above all. Anayetoka mbinguni ni wa juu. He comes from heaven is above. Wewe na mimi You and tunatoka I, juu kama Bwana Yesu ambavyo alikuwa ametoka juu. we are from above just like Jesus. Haleluya. Hallelujah. Na somo la au ujumbe wa kila Jumapili katika mwezi huu The topics of Sunday. ni kusitawi ni haki yangu ya kiagano ya kuzaliwa. Success is my birthright. Kusitawi ni haki yangu ya kiagano Success is my covenant ya birthright. kuzaliwa. Haleluya. Hallelujah. Yaani umeshazaliwa, hiyo ni kiagano, ni haki yako. Ni mtoto wa kiagano. You are a child of a covenant. Sasa umezaliwa mara ya pili. You are born again. Kwa hiyo kustawi ni haki yako. So success is your Sio swala birthright. la sijui hivi It's not a matter of negotiation. kwa naelezea katikati ya wiki In the middle of the week, the Sabbath of God was teaching kwamba Biblia inatuambia kwamba the Bible says katika ile Zaburi ya 92 in Psalms 92, inasema mwenye haki atastawi kama mtende, the righteous shall flourish like a palm tree. ambao ni wewe mtoto wa kiagano. Who is you, a child of Utastawi God? kama mtende. You will Na flourish. tutaelezea kwa nini mtende, na lazima niendelee kuelezea mpaka likae ndani And mwako. we explained why the palm tree. Kwa hiyo sisi ni kama mitende. We are like palm trees. Haleluya. Hallelujah. Mtende una nini? What does the tree Kwa nini palm Mungu has? aseme atastawi, yaani wewe utastawi kama mtende? Why does God use us? Kwa as sababu example of the mtende palm tree? hauathiriwi na Because ukame wala na kitu chochote. Because the palm tree does not care where Hauathiriwi. it is never done, Not affected. not affected. Haleluya. Hallelujah. Hauathiriwi kabisa. It is not affected at all. Kinachoweza kufanya lolote. Nothing can affect it. Lakini miti ingine But other trees, sababu ukame tu huyu amenyauka. when it is dry season, it has dried up. Kwa wewe na mimi You and I, tunaendelea kwenda mbele. we continue to move forward. Hallelujah. Hallelujah. Hatuathiriwi na We chochote. are not affected. Uje
ukame, ile njaa, whether dryness, uchumi wa famine, dunia hii sijui umeanguka, the economy has pale gone pale. down, we are still strong. Kwa sababu ni mitende. Because we are palm trees. Haleluya. Hallelujah. Kwa sababu sisi ni mitende. Because we are palm trees. Tende wasiriwi. A palm tree is Mwambie never. jirani yako, mimi ni mtende. Tell your neighbor, I am a palm tree. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na ndio maana tulitoa mfano wa Isaka. That's why we gave an example of Isaac. Alisitawi wakati wa ukame. He flourished in the Na time wewe of famine. utastawi, You haijalishi. will also succeed. Haijalishi hali inaendeleaje, It uchumi does wa nchi. not matter the economy of the country. Haijalishi uchumi wa dunia hii sasa It hivi. does not matter the economy. Wewe utastawi tu. You will succeed. Na ndio maana unabii wa mwaka unasema utajiri ule wa Kristo usiopimika ndio fungu lako. That's why the declaration of the year is unlimited riches is my portion. Kwa hiyo haijalishi iwe sio uchumi umefanya. It does not matter the economy. Hiyo haijalishi, maana That's natoka why juu. we don't care about it. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sasa kwa hiyo leo ni kustawi, ni haki yangu ya kiagano ya kuzaliwa, sehemu ya kwanza. Is my covenant birthright. Hii ni sehemu ya kwanza. This is part 1. Sasa kustawi ni nini kwa haraka? What is success? Kustawi ni kuwa bora na juu kuliko wenzio wote. To succeed is to be the best among all. Haleluya. Hallelujah. Hii ni moja ya kuelezea kustawi. This is one. Nyingine ni kuwa bora kwa muendelezo. It is to be better continuously. Haleluya. Hallelujah. Kwa unastawi, unaoendelea kustawi, sio umestawi leo mara umerudi nyuma. You continue to succeed. Wewe unakuwa kwa kuendelea. This is a continuous progress. Haleluya. Hallelujah. Na ingine ni kwamba kustawi ni kufanikiwa kutimiza mpango na kusudi la Mungu katika maisha yako. And success, a person who is successful is a person who has succeeded in the plan and the purpose of God for his own life. To fulfill that purpose katika maisha yako of God in his or her life. Kwa hiyo kustawi, to success, kufanikiwa kutimiza mpango na kusudi la Mungu katika maisha yako. It is to fulfill the plan and the purpose of God for your life. Kumbuka, remember, Mungu tayari ameweka viwekezo ndani mwako vya kustawi. God has put some package in your life for you to succeed. Kwa tayari ameshaweka hivyo. Already the package. Wewe ndio maana unaambiwa kwamba yani ni haki yako. That's why you are told it is your birthright. Kwa ipo katika damu yako. It is programmed in your blood. Hallelujah. Hallelujah. Ni kama samaki yeye ndani ya maji hana shida. It's like a fish in water. Tayari Mungu ameweka viwekezo kwamba yeye mle atatembea tu safi, hana wasiwasi. He has programmed. The way it's programmed, he will not struggle in water. Sasa wewe na mimi tunafanikiwa ndani ya Mungu. For you and I will succeed in God. Hallelujah. Hallelujah. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Biblia yasema hivi. This is what the word of God says. Waraka wa pili wa Petro 2 Peter chapter 1 verse 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Chapter 1 verse 3. Nasema, this is what the word of God says. Kwa kuwa uweza wake wa Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. According as his divine power has given unto us all things that pertain life and godliness. Kwa hiyo tumekirimiwa vitu vyote. We have been given all things vipasavyo uzima na utauwa. that pertain life and godliness. Unaweza kusema
anasema tumekirimiwa vitu vyote vipasavyo wewe na mimi kustawi. We have been given all things that pertain for us to succeed. Kila kitu ili wewe ufanikiwe, ili wewe ustawi. Everything for you to prosper. It is in you. Kwa hiyo swala la kufanikiwa halipo. La kutokustawi halipo. Now the issue of you not to succeed, to prosper, it is not there. Yusufu alikuwa mtoto wa kiagano. Joseph was a covenant child. Ndugu zake walimuuza. His brothers sold him kwa Waishmaeli, to the Ishmaelites. Na wao wakaenda wakamuuza kule Misri kwa Potifa. And they also sold to Potiphar. Hallelujah. Hallelujah. Na kusoma Mwanzo 37:36. When we go to Genesis 37:36. Inasema hivi. This is what the Bible says. Hallelujah. Hallelujah. Na Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa. And the Midianites Farao mkuu wa askari sold him to the Egypt. Wamidiani ndio wale wa Ishmaeli. Midian. Hallelujah. Hallelujah. Sasa wakamuuza, lakini Yusufu kwa kuwa ni mtoto wa kiagano, because Joseph was a covenant child, Biblia inakwambia Yusufu, Mungu akawa na Yusufu. Bible says God was with Joseph. Mwanzo 39:2 inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. And God was with Joseph and he prospered. Naye akastawi. And he prospered. Sababu nini? Mungu alikuwa pamoja naye. Because God was with him. Mtoto wa kiagano, kama vile wewe ambaye umeokoka ni mtoto wa kiagano. Just like you and me, we are children of God. Mungu yuko pamoja nao. God is with you. Hallelujah. Hallelujah. Sasa akastawi sana, Biblia inasema. He was a prosperous man. Na Biblia inatuambia Potifa akaona kuwa Mungu anafanikisha mambo yote mikononi mwake. And the Bible said that Potiphar saw that God had favor upon him. Kwa hiyo Yusufu akapata kibali machoni, kibali, neema na kibali. Joseph got favor Potifa. upon Potiphar. Hallelujah. Hallelujah. Akawekwa kuwa msimamizi wa nyumba yote ya Potifa. He became the ruler of all things that pertain of Potiphar. Malaki hata kustawi kwa pale kwa yule Potifa, yeye ndio alisababisha, kwa sababu mtoto wa kiagano. Even for Potiphar to prosper, it was because of Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Baadaye akaingizwa gerezani. He was put to jail. Lakini Mungu akawa pamoja naye tena. God went with him to the jail. Na kule akafanywa msimamizi tena wa wafungwa. He became a jailer. Tena wafungwa wale wanaotoka kwa nani? Kwa Farao, kwa mkuu kabisa wa nchi nzima. He became the overseer in the prison. Na Biblia inatuambia kwamba Bwana Mungu akamfadhili na akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. And the Bible says, and God had mercy upon him and he gave him favor in the sight of the jailer. Mungu anaweza kukufadhili. God can give you favor. Hallelujah. Hallelujah. Anakufadhili, yani unakwenda tu kilaini, kama dada yetu hapa alikwenda kilaini, amefadhiliwa hapo. Like our sister, he went so easily. Malaika wanakwenda tu na kuchukua Angels are just picking up, anakushika mkono, holding your hand, na kuingiza kwenye ndege, that you in a plane, unashuka gari na come down the car. Unasubiri huyu. They were commanded. Unapelekwa, unaingizwa kwenye hoteli. You are taken to a nice hotel. Unafanya mambo kama mtu mkubwa. You do things like hapo umepata kibali. That is favor. Hallelujah. Hallelujah. Kibali. That is favor. Baadaye Yusufu kaingia ikulu. Then he went to the palace. Nyumbani kwa Farao. Inside Pharaoh's house. Farao akasema, wewe nyumbani kwangu, hapa pote nimekuachia. And he said, I'm giving you charge over my house. Baadaye akasema, hapana, nchi yote. And he said, no way. It is all the country, the nation. Kisoma Mwanzo ile 39. Genesis 39. Mwanzo 41.
41, Genesis 41, mstari wa 41. verse 41. Yusufu akawekwa juu ya nchi yote ya Misri. The Bible says, and Pharaoh, he has set thee all over the land of Egypt. Kukawa na njaa dunia nzima, There was famine, lakini Yusufu ndiye alikuwa na chakula. but only Joseph had food. Maana Farao mwenyewe alimwachia mamlaka Yusufu. Because it was Pharaoh who gave the Walipompigia kelele nani Farao anaambia nyie mkamwone Yusufu. when they cried to Pharaoh, he said, no way, see Joseph. Kwa nchi zote za dunia walifuata chakula kwa Yusufu. So all over the world went to seek food to Joseph. Soma Mwanzo 41 mstari wa 57. Genesis 41 verse 50. Hallelujah. Inasema hivi. 57. 41. Genesis Mstari 41 wa 56 inasema. from verse 56. Akwanza ukianzia 55. 55. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu, atakavyowaambia fanyeni. And when all the land of Egypt was faminised, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, go unto Joseph, what he says do. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua ghala zote, akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. And the famine was over all the face of the earth. And Joseph opened all the stores and sold unto Egyptians. And the famine was so in the land of Egypt. 57. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu, And all the countries came into Egypt to Joseph, ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia for yote. to buy corn, because that famine was so in all the land. Huyu ni mtoto wa kiagano. This is a covenant child. Dunia yote ilibidi waende kwa Yusufu, sio kwa The Farao. nations, Sio kwa Farao. not Pharaoh. Yaani mwenye sauti ni Yusufu. The one who had voice was Joseph. Haleluya. Hallelujah. Utaachiwa madaraka wewe katika. They will grant authority to you in Pale Jesus. ulipo unafanya kazi watakuachia. Where you are working, they will grant you authority. Anasema Bwana, nyie jamani, hebu muoneni huyu. Mimi huyu atakachowaambia ndio hicho hicho. When they come to you, they will say, go to Joseph. Haleluya. Na Hallelujah. ndivyo itakavyokuwa And so shall it katika jina la Yesu. be in Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Sasa ili ustawi unatakiwaje? Uwe vipi? How are you supposed to be for you to succeed? Na hizi ni kanuni za kustawi au fundamentals of success. These are the fundamentals of success. Unatakiwa uweje ili ustawi? How are you supposed to be for you to Sio succeed? ufanye nini, Not what to do. uweje wewe, uwe vipi, Personally, how are you supposed to be? uwe na tabia gani, uwe na nini. The characters. Wengi wanashindwa kutimiza yale kuweza kufanikisha sehemu ambazo wao wamekamiliwa kwa sababu ya tabia zao. Many have failed to prosper where they have been given to take charge because of their characters. Hallelujah. Hallelujah. Namba moja, Number one, uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. be courageous and a good Moyo wa ushujaa. be strong with a courageous heart. Be strong and courageous. Nafikiri kuna kitu fulani kinatembea kwako leo, hauwezi sawa. Amen. Kae sawa in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Yoshua sura ya kwanza So Joshua chapter 1. mstari msomo wa 6, Joshua chapter 1. msomo wa 6, wa 7 na wa 9 Joshua inarudia chapter maneno yale yale. Chapter 6, 7, and 9. It repeats the same thing. Mungu alimwambia Joshua, God spoke to Joshua. mstari sura ya kwanza mstari wa 6, Joshua chapter 1. akamwambia verse uwe hodari na moyo wa ushujaa, 6. Be strong and of a good courage. maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii
niliowapia baba zao ya kwamba nitawapa. For unto these people shalt thou divide an inheritance to the land which I saw unto their Kwa fathers. sababu kama kiongozi hayuko hodari na shujaa, Because if the leader is not courageous, sasa kiongozi mwenyewe ni mwoga, he is fearful. atafika kule kuna Waamaleki, They are children of Wale the majitu. Alamites, those giants. ataogopa. Sasa hawa wanaofuata sema bosi twende tu, anasema huku jamani hapana. You will be afraid. You will go Hawezi nowhere. kuteka nchi. They cannot take the land. Anaambia uwe hodari But be strong na moyo wa ushujaa. and a good courage. Mstari wa 7 Verse 7. anasema pia uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Only be thou strong and very Uangalie courageous. kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, That upate thou kufanikiwa sana kila uendako. mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it right or left, that may prosper. Mstari wa 9. Verse 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Have I not commanded thee, be strong and of a good courage, be not be afraid? Sasa tunaona We see now kwa Yusufu, to Joseph. kila alikokuwa Yusufu Mungu alikuwa pamoja naye, Everywhere Joseph was, God was with him. na hakukata tamaa, alikuwa shujaa. He was very courageous. Anasingiziwa kwamba huyu alitaka kunibaka, kumbe sio kweli. This one wanted to rape me, but it was just a fake. Akikata tamaa, wakamtupia jela. He never gave up. They took him to the jail Yeye shujaa anaendelea. with a good Na courage. Yoshua hivyo hivyo, And Joshua the same. aliambiwa kabisa He was told, lazima uwe hodari na shujaa you must be strong ili uweze kustawi, for you, ili uweze kufanikiwa, kwa sababu kuna majitu kule. because there are giants there. Haleluya. Hallelujah. Lakini huyu tayari alishapata ule moyo wa ushujaa. But for this one, he had the good courage. Alipokuwa ametuma wale wapelelezi When he sent the spies kwenda nchi ya ahadi, to go to the hapo promised land, kuna yale majitu. where there are giants, Wale wengine wakaogopa, baraka wamekuta majitu, wanasema haya majitu bwana hatuyawezi, yanakula hata watu haya. and others came back and say, no, we cannot overcome them. These people eat people. Lakini yeye Yoshua na Caleb But Joshua and Caleb, wakasema hakuna, they say, no way. haya majitu ndio chakula chetu, This is our food. huu ndio mkate kwetu. This is our bread. Majitu ambayo yana nguvu, wao wanasema haya ndio chakula. People who are powerful, you have to declare godly. Haleluya. Hallelujah. Na ndipo walipofanikiwa. Is where they prosper. Na ukiangalia, When you look, ukisoma Yoshua sasa 24, Joshua chapter 24. Yoshua sura ya 24, Joshua chapter 24, utaona you will see Biblia inavyoeleza kuhusu yaliyotokea hapo what the Bible kwa says ushujaa na uhodari wa Yoshua. happened with that 24, courage. hebu tuangalie mstari wa 13. Verse 13. Inasema mstari wa 10, nami nimewapa ninyi nchi msiyoitendea kazi na miji msiyoijenga. Ninyi mmekaa humo, mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni msiyoipanda. Haleluya. And I've given you a land for which you did not labor, and cities which you never built, and dwell in them, on the vineyards and oliveyard which ye planted not ye eat. Mungu anawaambia hawa wana wa Israeli. God is telling the children of Israel. Haleluya. Hallelujah. Sasa lakini aliyemwakilisha Mungu ni Yoshua. But the one who represented God was Joshua. Na mstari wa 28 anasema basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao kila mtu kwenye urithi wake. And Joshua said unto the people, said, let depart and every man unto his Kwa inheritance. hiyo aliwarithisha. So he inherited them. Haleluya. Hallelujah. Aliwarithisha He inherited kila them. mmoja Everyone. kama ambavyo alikuwa ameamriwa. As he was commanded. Na wewe itakuwa hivyo. It shall be so to you. Popote pale ulipo, Wherever you are, hakika Sure. utakwenda na utahakikisha kwamba nyumba yako, jamaa yako inarithi urithi wake inherit their inheritance. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Namba 2, uwe mnyenyekevu. Be humble.
Uwe mnyenyekevu. Hizi ni tabia. These are the characters. Uwe mnyenyekevu. Be humble. Zaburi ya 25 mstari wa 9 Psalms 25 verse 9. na mstari wa 13. Psalms, the book of Psalms 25 mstari 25 wa 9. verse 9. Wenye upole ndio hao wenye unyenyekevu, atawaongoza katika hukumu. The meek will he guide in judgment, Wenye upole atawafundisha njia yake. and the meek will he teach his ways. Kija mstari ule wa 13 When we go to verse 13, nasema nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. and his seed shall inherit the earth. Haleluya. Hallelujah. Nafsi yake itakaa katika hali ya kufanikiwa, hali ya kustawi. Shall dwell at ease, Wazao wake watairithi nchi. and his seed shall inherit Kama the earth. watairithi nchi, maana watastawi. They shall prosper. Kwa lazima uwe mnyenyekevu, You must be humble. uwe mpole, Be meek, sio mwenye kiburi. not a full of pride. Unaambiwa hivi, unasema mimi najua hayo, hamna lolote. They are telling you this, I know everything. Haleluya. Hallelujah. Uwe kama Bwana Yesu. Be like Jesus. Hakujitukuza mwenyewe, He did not glorify ingawa himself. alifanya miujiza mingi, Even though he did a lot of lakini miracles, hakuchukua utukufu. he did not take the glory. Hakuchukua. He did not. Huo ni unyenyekevu. That is humbleness. Haleluya. Hallelujah. Alikuwa mpole, Biblia He inasema. was very meek. Na ukisoma Yohana 5:30 anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. In John 5:30, I cannot do a thing of my own. Haleluya. Hallelujah. Maana lolote analofanya ni lile ambalo anaelekezwa na Baba. Because whatsoever I do, it is commanded of the Father. Namba 3, uwe mwaminifu. Be faithful. Number 3. Ili ustawi uwe mwaminifu. For you to succeed, be Popote faithful. pale wanapokupa, Anywhere you are, uwe mwaminifu. be faithful. Katika kila eneo, In every area, uwe mwaminifu. be faithful. Kwa sababu Because popote, hata kama kwa mfano unataka kutoka mahali unapofanya kazi, even though you want to shift popote unakokwenda, wherever you are going, watauliza huyu vipi? how is this one? Sasa mara nyingi huwa mtu anaanza kwamba huyu kwa kazi safi sana, And this one is very good. huyu mchapakazi. Very hard working. Sasa tu anapoanza kusema lakini But huyu bwana this man ni mwizi, is a thief. yaani ni mzuri sana, Very good. anaweza kuwa ni mchungaji He can be a pastor. Neno akipiga neno hapa mpaka watu wanasema When he preaches, even people are shouting. They can even rise from their feet. Sasa mwisho wake anasema At the end of the day, tatizo moja, the problem mwizi is a thief. anaweza kuwa ni mwizi He can be a very good thief. au ana matusi sana huyu. He had nasty words. Anaweza kuwa mchungaji, He can be a pastor. lakini baada ya kishamaliza After the service, ukienda anakutukana. when you meet him in his own streets, Kwa hiyo anaharibu, he destroys. anafanya vizuri neno nini, He's very mwisho wa good siku anaharibu. with the word. At the end of the day, he spoils. Anaweza kuwa ni mhasibu, He can be an accountant. lakini ni mwizi. That is a very good thing. Lazima shoti zitaonekana. A lot of shots. Au ni mjanja anatumia kubadilisha zile figa. Changing figures. Anabadilisha tarakimu. Can change the figures. Amesoma, He is educated. All the schools he has gone. tatizo hilo. But that is the Kuna problem. wengine ni mlevi sana. Another one is a Bwana huyu drunkard. mzuri sana huyu. But this man is very good. Levi. But he can drink. Kulikuwa na bwana mmoja ambaye alikuwa karibu sana. One man who was very Miaka ile good kabla sijaokoka. before he was born again. Sasa yule tatizo ilikuwa ulevi. The problem was Ni fundi mzuri sana. a very good mechanic. Sana. Very good one. Alisomea Ujerumani kule. He went. Alikuwa fundi pale Ufi. Wanaojua Ufi alikuwa fundi mzuri He sana. was a very good mechanic. Lakini ikifika kwenye hii But when it comes hapo ni to, mzuri kupita kiasi sana. he's very, very, very good. Sasa yeye akishapewa hela,
When it's given money, ni mpaka hizo ziishi till they get na out. kunywa Drinking. mengi sana, Very, very, lakini very. kwa kazi But in working, sasa ule uzuri wake hata akiwa mlevi kwenye huo olevi, in that situation of wakimwita bwana mashine kule sisi imekoro, akifika tu si hebu weka hapo do this, irudisha ile fanya hivi, do like this. tayari mashine zinaanza kufanya kazi. The machines are working. Sasa yule mkuu wa pale sasa akasema, sasa nyie wengine nyie mainjinia wengine, What is wrong with you? huyu jamaa kinakuhusu. Lakini sasa akija hapo, mbona yeye na kazi anafanya, lakini pamoja na ulevi wake. Why is he working even though he's a drunkard? Kwa hiyo hilo linakuwa ni nini? Ni tatizo. That becomes a Kwa challenge. mtu mwingine kukuchukua anashindwa, For another person to bear with you with your situation, he can't. ndio matatizo hayo. These are the problems now. Hawezi, huyu hana uvumilivu, This one has no patience. huyu ana hasira. Very. Nzuri sana anafanya, lakini bwana huyu ana hasira. Yaani hasira yake huwa mpaka anatetemeka, anataka anaanza kushika na vitu, anakatakata vitu, This anavunja vitu, anashika vitu, anaanza kuvunja kwa hasira. This one is very, very harsh. Haleluya. He can even destroy things. Yaani anaharibu kabisa, sio kwamba akikasirika huyo ni mbaya. Hata ndani ya nyumba That spirit of anger, anaanza kuvunja vitu, he can break the televisions and everything. lakini ni mzuri. But it's good. Sasa mtu anasema sasa huyu This one. huyu ndio nimchukue nyumbani kwangu, si ataharibu vitu vyote huyu. To take him in my house. Kwa hiyo hivyo ni vitu, uwe namna gani? How are you supposed Sasa to do? tunazungumzia hapa, tulisema uaminifu. We say Wagalatia 3:8, Ibrahimu alikuwa mwaminifu. Galatians 3, Wagalatia 3:8. Galatians 3 verse 8. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema, These were the words. na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. And preach before the gospel unto Abraham, say, in thee shall all the nation be blessed. Basi mstari wa 9, hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. So then which be of faith are blessed with faithful Abraham. Alikuwa mwaminifu. He was faithful. Hallelujah. Hallelujah. Na akabarikiwa kwa sababu ya ile imani yake. And he was blessed because of his faithfulness. Akaambiwa, Bwana tubadilishe, tuchukue hebu nipe wale watu, alafu mimi nitakupa pesa, yani mali zote uzichukue. Akasema, mimi siuzi watu. Kwanza usije ukasema baadaye kwamba wewe ndio uliyelitajirisha. He was told, give me the people and we exchange with money. He said, I'm not a seller of men. So that later you won't say that I am the one who sold those people. Mwaminifu kwa Mungu wake. Faithful to his God. Yusuf alikuwa mwaminifu. Joseph was faithful. Alikabidhiwa nyumba ya Potifa. He was in charge of that. Mama akamjaribu kwa kila njia. The woman tried in every way. Amekuja, nafikiri alikuja siku hiyo kwa sababu alikuwa kishavua nguo zote, amemtindilia. Yusufu akashika sema utabaki na hili kote. And the woman became naked, running to Joseph, and she said, you will stay with my court. I'm running. Haleluya. Hallelujah. Huo ni uaminifu. That is faithfulness. Uaminifu kwenye fedha, labda uko mahali fulani. Faithfulness in financial issues. Mtu analeta pesa na kupa. Somebody gives you money. Sasa hizo hela ni kwamba usiweke. Kwa mfano hapa kanisani, Maybe here in the church. unaweza kukuta muumini kwa sababu anaamini mchungaji. Because a believer trusts Anaamini kila mtu ambaye yuko pale. he believes everyone who is there. Akisema mchungaji, Man of God, nina fungu langu la 10. I have my time. Sasa nina haraka, natakiwa niende Marekani. I'm supposed to go to America. Nakaa kama miezi 6 hivi. Maybe I'm going there for 60 years. Anasema sasa sitaki, baraka mimi sitaki mambo yangu yaharibike. I don't Nina want my- zaka yangu hapa milioni 10. I have 10 million as my time. Kwa hiyo mchungaji, nakukabidhi mimi So naondoka. I'm giving you, man of God, I'm going. Hebu ngoja basi labda receipt ilikuwa Maybe the receipt. mchungaji, nakuamini hamna shida. I believe in no way. It's gone. Mchungaji akiachwa When the man of God is left alone. sijaandikwa popote, na huyu kasema miezi 6 la kweli. And he says 6 months is gone. Sasa huyu
kwani atapiga simu kuuliza jamani ile With mchungaji aliwakilisha this person called, amemwamini he mchungaji. has believed it. Mchungaji kwa kuaminiwa hivyo. With that belief, Anasema sasa hapa. say now, Si ndio labda kamuujiza kangu hapa maana it's my miracle. hawa aidha kaamua zote Maybe au all wachukue labda nusu, ngoja nusu hii nusu wacha he nitumie. can take the 5 Kwa million. sababu zaka hapa, Because tithe zaka hapa sio ya mchungaji. is not for the pastor. Haleluya. Hallelujah. Zaka sio ya mchungaji. Tithe is Oh, not for hatakia the pastor. achukue aanze kuitumia yeye. He cannot take Ile it. inaingia kabisa kwenye sadaka zingine zote. It goes through other. Kama yeye atabarikiwa na yeye atapata, labda kama kuna allowance atapata. The pastor will benefit from Lakini it. mchungaji anatakiwa apate sadaka ya nini? Ya nabii. But the man of God is supposed to be blessed with the prophetic offer. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwaminifu. So it is faithfulness. Sasa mimi nilikuwa nina wakati ule nilikuwa winners tulipoanza, mimi ndio nilikuwa msaidizi wa mchungaji. When the ministry of winners started, Na ndio nilikuwa naweka fedha. he was the one staying with the money. Hallelujah. Hallelujah. Nilikuwa kwa sababu wakati huo unapoanza huwezi kuwa na mhasibu, hela ya kumlipa mhasibu huna. Kwa hiyo msaidizi ndio anakuwa mhasibu. When you start a ministry, you cannot just start with an accountant. The assistant pastor is now there. Kama yupo. If it's there. Labda sasa kama ndio umeanza tu bado ndio wewe mwenyewe hamna, okay. Maybe you are uaminifu wako it is sasa. all Kwa sababu kizila hizo hela because when you eat na huduma yako imekufa and hapo. your ministry is eaten. Kwa hiyo unapoanza When you start. sasa mimi nilipoanza kule Banana nilikuwa kabla ya tena Banana, of course baadaye nikawa kule. Sasa nikawa mhasibu. As an accountant. Sasa nafikiri nilishatoa huu shuhuda. Shared this. Kawaida mkisha hesabu wamehesabu, huwa wanahesabu, kuna kamati ya fedha wanahesabu, wamehesabu, wamesema sadaka ni tuseme labda ni 500,000. After the financial committee have already seen the money and counted and the Wakikukabidhi sasa, wao walikuwa wakishakuhesabu, wamesaini, After they have signed, ni kiasi hiki, this is the amount. sasa hiki kiasi kinatakiwa kupeleka benki. I'm supposed to bank it. Wakishani nikabidhi, kama sikuhesabu nao pale na mara nyingi usihesabu na waamini, na kwa sababu ya haraka, kama ni ibada za jioni za usiku hizi watu wana haraka, tunawahi. Sasa basi naamini tu ni sawa. Kuja kuhesabu, When he came to cross check it again, nikakuta kuna tofauti. there was a difference. Haleluya. Hallelujah. Na tofauti badala ya kuandika iwe ni ya 5, wao wakaandika zaidi ya 550 kwa mfano. They wrote, instead of being 500, they wrote 550. Kwa hiyo ile 50 sasa, kwa sababu nishapokea, Because that's hakuna 50. atakayeelewa chochote. Ile 50 inabidi sasa mimi nitoe mfukoni niweke pale, The 50 you have to remove it and replace it. ili iwe sawa kama walivyohesabu wale. For it to be like the Ndio way sheria zilivyo. that is the Lakini mimi rule. nikavunja hizo sheria. Wakati ule mchungaji Now by that time, alikuwa amekwenda Shilo. the pastor went to Shiloh. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo sasa mimi nikakata pale. Sasa nimekuta ni 500,000, mimi wao wameandika 500,000, nikakata nikaandika 500,000. And he deleted it and he wrote 500,000. Baadaye tena siku nyingine nilipohesabu nikakuta, sikumbuki vizuri, lakini kiasi kilikuwa ni kikubwa. Wao wameandika kiasi kidogo. For them they wrote a lower price. Lakini kiasi kwa mfano labda zilikuwa laki sema 4. Maybe it was 400,000. Wao For the finance committee, zilikuwa 500,000, wakaandika 500,000. it was 500,000, they wrote 300,000. Ina maana kwamba sasa mimi kama nikifuata ule utaratibu, Now if the man of God will follow that procedure, hela ya halisia leo nikabidhi ni 500,000, the real amount is 500. lakini nimekuta kule kwenye nani wameandika ni 300,000. But there they wrote 300,000. Kwa hiyo nikakata, So he deleted it. nikaandika badala kama nimekabidhiwa sio 300,000, nimekabidhiwa 500,000. This is not 300, it is 500. Ningekuwa sasa hapo nasema sasa ndio wanasemaga hivi bwana, hizi zangu hizi This 200,000 one is mine now. This 200 kwa is sababu mine. hizo alikuwa ni tatu.
God's word. Nikakata nikaandika ile ya kweli. And he wrote the one which he was Mchungaji true. alipokuja yule senior wangu, When the senior pastor came, haja inabidi mkabili apitie acheki na he nini. was cross-checking. Pita na makaratasi anacheki anakuta nimekata. And he found that some places are deleted. Ilikuwa 5,500, wewe ukakata ukaandika 5,000. It was Kwa 5 nini? minutes. Why? Sasa nikamwambia hamna shida. Mimi nilichokuta ndio hicho. What I found, it was that. Na labda hujafika huko mbele, hebu nenda mbele. Utakuta tena na kujie nilikata. Just go Kama forward. wapi? Nikamwonyesha. Akaenda akakuta. Sasa pale akakuta kwamba ilikuwa ni 300 tu wameandika. It was only 300. Lakini mimi nikakuta ni 500. But I found it was 500. Nikakata nikaandika 500. And I wrote 500. Sasa hapo nikawa nimefunga. Now, Kwanza kiasi ambacho mimi sasa ningefaidi ni kikubwa. it was more. Kwa akaona kabisa huyu ni mwaminifu. He saw that this man is faithful. Pamoja na kwamba hakufuata inavyotakiwa. Even though he did not follow the Kwa hiyo process. uaminifu. Kwa hiyo yaani kuanzia wakati ule, huyu mtu ni mwaminifu. From that Na kweli time, rekodi zangu zikawa hivyo. even his record was like that. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo unatakiwa mtu uwe mwaminifu. You are supposed to be faithful. Wengi wanashindwa kustawi kwa sababu sio uaminifu. Many don't prosper because they are not Hakika faithful. utakuwa mwaminifu You shall be faithful. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Alafu uwe mtu wa shukrani, Be a person who is uwe full mtu of wa shukrani. thanksgiving. Daudi alikuwa mtu wa shukrani. He was a thankful person. Haleluya. Hallelujah. Anarudi kumshukuru Mungu. Coming back to thank God. Biblia inatuambia kusoma Zaburi ya 116. Psalms 116. Zaburi ya 116. Psalms 116. Daudi huyo anasema hivi. This is David. Psalms 116. Mstari ule wa 12. Verse 12. Inasema nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? What shall I render to the Lord for his benefits towards me? Haleluya. Hallelujah. Mstari ule wa 17. Verse 17. Unasema nitakutolea dhabihu ya kukushukuru na kulitangaza jina la Bwana. I will offer to thee sacrifice of thanksgiving and I will call upon the name Dhabihu ya kukushukuru of thanksgiving. maana yake nini? What does it mean? Ni kwamba unamshukuru Mungu, kumshukuru Mungu kwa kile ambacho bado hajakutendea. Thanking God for what he has not done. Kwa hiyo ile ni dhabihu. That is a sacrifice. Maana umekuwa ukiomba hichi kitu lakini hujakipata. You've been praying but you've not Lakini got. unaona niweke dhabihu ya kumshukuru But Mungu. you see to put a Kwamba sacrifice. Baba ninakushukuru Father, I thank you kwa haya magari yote ambayo umeniletea. for all these cars. Wakati hajaleta hata baiskeli. Even though he has not brought a bicycle. Sasa hiyo ni dhabihu. That is a sacrifice. Haleluya. Hallelujah. Na unapoendelea kumshukuru kwa kile ambacho amefanya, And when you continue to thank him, atafanya na yale ambayo bado. he will do even the ones he has not done. Na hakika leo umemshukuru Bwana, Today you have thanked God. ataleta yale yote ambayo bado He hajafanikisha shall bring everything that has not been katika done. jina la Yesu. In the name of Jesus. Nasema atafanya hayo yote He shall do everything katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Na ndivyo hakika And itakavyokuwa. so shall it be.